majina ni Samuel Njoroge Kamau. Mimi ni mshauri katika masuala ya ndoa na vile vile ni mshauri kwa vijana. Nina furaha siku ya leo kukukaribisha ewe msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Na pia vile vile nina furaha maadamu makala ya leo ninaangazia kuwazungumzia wale walioko katika uhusiano. Aidha ni uhusiano utakaoishia kuwa ndoa, ama ambao wako kwenye ndoa ambayo haijakuweko kwa muda mrefu sana. Na pia vile vile ninataraji kuwazungumzia wale ambao wamekuwa kwa ndoa kwa kipindi kirefu. La mno ni kwamba mada ya siku ya leo, ama mada katika makala haya, ni mada inayohusiana na hazina ya mapenzi. Tunapoingia katika makala yetu ya siku ya leo, lingekuwa jambo la muhimu mwanzo sisi kufahamu nia ya Mwenyezi Mungu katika kuwaumba Adamu na Eva na kisha kuwafanya waishi pamoja ni nini. Hebu tuingie katika kitabu kitakatifu cha Biblia na tuweze kuyapata haya. Mwanzo 2:18 unasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi akaitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Ninapowakaribisha, ningependa kukuuliza wewe mke, unamjali mumeo? Na je, wewe mume unamjali mkeo? Iwapo jibu lako ni ndio, basi ungana nami katika makala haya tunapojadili kuhusu hazina ya mapenzi. Je, ni mambo yapi ama ni maswali yapi yanayojikita katika mawazo yetu? Hebu tujiulize, hazina ya mapenzi ni nini? Hazina ya mapenzi ni sehemu maalum ambayo sisi kama wanadamu tunayo katika mioyo yetu, ambayo tunaitenga kila tunapopata kufahamiana na mtu yoyote. Hii ni sehemu ambayo tunampa kila ambaye tunapata kufahamiana naye kama nafasi ya kuendeleza uhusiano wetu baina yetu na yeye. Kwa muktadha wa makala yetu ya siku ya leo, hebu tuangalie ni vipi ambavyo hazina ya mapenzi inahusika na uhusiano wa yeyote aliyeko katika aidha uhusiano wa ndoa ama uhusiano ambao mwishowe utaishia kuwa ndoa. Hebu chukua kwa mfano hazina ulionayo katika benki. Katika benki tunakwenda na kufungua akaunti. Akaunti hii ni ya kuwekeza rasilimali kidogo kidogo